Tafadhali, nisaidie. Sisemi uongo. Umekwisha kuona mwisho wako. Sasa utafanya kama ninavyoambia. Alitamani maisha mazuri. Baada ya kumwona rafiki yake amefanikiwa, akashauriwa na rafiki yake huyo ya kwamba kama anataka kuwa tajiri kama yeye, basi sharti ni moja tu. Mwanangu, kume nini? Ya kwamba amtoe mama yake kafara ili ajiunge kwenye chama chao kinachogawa utajiri wa bure. Ancient words echo, power stirs. Je, unataka kujua nini kilitokea? Basi ungana na mimi kwenye mkasa wa stori hii mwanzo mpaka mwisho. Kabla ya yote, kwanza like na gusa alama ya subscribe. Kisha niambie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Okay, tunaanza. Naitwa Sudi Mrope. Wengi walikuwa wakiniita Sudi tu. Kijana wa kawaida, mwenye ndoto nyingi lakini asiye na bahati ya kuzitimiza. Nilizaliwa na kukulia Temeke, lakini baada ya kifo cha baba yangu mwaka 2015, maisha yalibadilika ghafla. Mama yangu, Bi Rehema, ndiye aliyebeba mzigo wa familia nzima. Mimi na dada yangu mdogo tulimtegemea kila kitu. Alifanya kazi ya kuuza chakula cha mchana pale Kariakoo, sehemu yenye joto, kelele na harufu ya mafuta ya samaki iliyochomwa kila kona. Miaka ilivyopita, nilijaribu kila njia kujitengenezea maisha yangu. Nilimaliza kidato cha 4 kwa alama za wastani, lakini sikuweza kuendelea. Nilijaribu biashara ndogo ndogo, kuuza simu, viatu, hata kuuza maji baridi kwenye foleni za daladala. Lakini kila nilichogusa kilionekana kama kinasimama kabla hakijaanza. Nilihisi kama kuna mkono wa kishetani unaonizuia kufanikiwa. Siku moja, nilikutana na Jafar, rafiki yangu wa zamani tangu shule ya sekondari. Nilimkuta kwa bahati mbaya kwenye kituo cha mafuta pale Mlimani City. Nilikuwa nimechoka, nilitembea nikiwa na pochi tupu. Aliponiona, nilidhani ataniangalia kama maskini wa kawaida, lakini badala yake alinikumbatia kwa furaha. Sudi, wewe bado unaishi, kaka yangu, alisema kwa tabasamu pana. Nilimwangalia kwa mshangao. Mavazi yake yalikuwa ya kifahari, suti nyeusi iliyokaa vizuri, saa ya dhahabu mkononi na harufu ya manukato yenye nguvu. Alikuwa na gari, Toyota Prado mpya, yenye namba za kisasa kabisa. Hii ni yako? Niliuliza, nusu kwa utani, nusu kwa wivu. Ndiyo kaka, kazi na mipango tu, alisema huku akicheka kwa sauti ndogo. Njoo, kuingie ndani tuchukue kahawa. Unaonekana umechoka. Tulikaa pale Java House na nilijikuta nikimwangalia kama mtu mwingine kabisa. Alinihadithia jinsi alivyopata kazi fulani ya miradi ya kifedha. Hakueleza kwa undani, lakini alionekana kuzungumza kwa uhakika wa mtu aliyefanikiwa kikweli. Nilipomwambia hali yangu, jinsi mama yangu anavyopambana kuuza chakula huku mimi nikihangaika bila mafanikio, alinitazama kimya. Macho yake yalikuwa mazito, kama anafikiria jambo kubwa. Sudi, unajua tatizo lako, alisema kwa sauti ya chini. Wewe unataka mafanikio, lakini hujui gharama yake. Dunia hii haina kitu cha bure. Maneno hayo yalinikata maini. Nilimwangalia nikingoja aendelee. Kuna njia moja tu ya kutoka kwenye hali hii. Mimi nilipitia njia hiyo na leo nimebadilika. Lakini si kila mtu ana ujasiri wa kuipitia. Nilitetemeka kidogo. Njia gani hiyo, Jafar? Kuna chama, Sudi. Chama cha siri. Kina watu wachache sana waliochaguliwa. Kina nguvu ambazo si za kawaida. Ukijiunga unakuwa mmoja wao, lakini lazima uwe tayari kutoa dhabihu. Nilidhani anatania, nikacheka kwa aibu. Dhabihu gani tena, wewe Jafar? Hizi ni zama za sayansi. Sio mzaha, kaka yangu, alijibu kwa upole. Kuna masharti. Chama kinahitaji kujua kama uko tayari kuacha kitu cha thamani ili kipate kukupa thamani. Sauti yake ilibadilika, ikawa nzito. Nilihisi baridi ikipita mgongoni. Wewe una kitu cha thamani zaidi kuliko chochote, Sudi. Mama yako, Bi Rehema. Nilishtuka. Umesema nini? Usijali. Sikukwambia ufanye chochote leo. Lakini kama kweli unataka kubadilisha maisha yako, na kupeleka nikakuoneshe, utajionea mwenyewe. Nilitaka kukataa. Nilihisi hofu ndani yangu, lakini pia tamaa ilianza kuniunguza. Nilijiona kama mtu asiye na tumaini. Mama yangu alikuwa mzee, mgonjwa wa kisukari, akihangaika kila siku. Nilihisi kama niko kwenye mwisho wa njia. Baada ya siku 3 za mawazo, nilimpigia Jafar simu.
Nilimwambia niko tayari kuona hiyo chama yake. Usiku huo aliniambia nikutane naye Mabibo Hostel, nyuma ya kituo cha mafuta cha Total, saa 5 usiku. Nilipofika, mazingira yalikuwa kimya ajabu. Alikuja akiwa na gari lake, akaniita nikaingia ndani. Tulipita mitaa ya kimya hadi tukafika kwenye nyumba moja kubwa yenye geti la chuma lenye alama isiyoeleweka kama nyota yenye macho katikati. Karibu kwenye chama cha Mwanga wa Bahati, alisema Jafar kwa sauti ya ajabu. Lakini usiogope, bado hujaingia rasmi. Tulipokaribia mlango, nilihisi upepo wa baridi na harufu ya vitu vilivyowaka kama uvumba au manukato ya kale. Tulipokelewa na wanaume watatu waliovaa mavazi meusi. Uso umefunikwa. Walizungumza kwa maneno ya ajabu yasiyoeleweka. Nilihisi ngozi yangu ikinyosha. Ndani kulikuwa na chumba kikubwa chenye taa nyekundu hafifu. Katikati kulikuwa na meza ya mawe, juu yake chungu kikiwa na kitu kinawaka kama makaa mekundu. Mmoja wa wale wanaume alizungumza kwa sauti ya chini. Huyu ndiye mgombea mpya? Ndiyo, alijibu Jafar. Anajua masharti. Nilisikia moyo ukinidunda. Masharti gani? Niliuliza. Mtu yule aliniangalia. Macho yake yalikuwa mekundu kama yamechomwa moto. Ili upokee bahati ya chama, lazima utoe mwanga wa damu ya kizazi chako. Yule anayekupenda zaidi lazima aondoke kupitia mikono yako. Nilishindwa kuzungumza. Nilihisi miguu yangu inatetemeka. Hapana, siwezi kufanya hivyo, nilisema. Kila aliye hapa amepitia njia hiyo, alisema Jafar. Ndiyo maana tuko juu. Dunia haitoi kitu bure, Sudi. Mama yako atatulia, na wewe utabaki ukiwa na utajiri wa vizazi 10. Nilihisi kichefuchefu. Niliondoka pale nikitetemeka, nikiahidi moyoni sitarudi tena. Lakini nilipofika nyumbani, nilimkuta mama yangu amekaa mezani, akila wali na maharage ya jana. Alinitazama kwa upole. Umechelewa sana leo, mwanangu. Hukukula? Sauti yake ilikuwa laini sana, yenye upendo ambao sikuwa nimedharau hadi wakati huo. Nilihisi machozi yakinibubujika. Nilimkumbatia, nikijua kabisa sina haki ya hata kumwangalia tena kwa macho yale niliyokuwa nayo. Lakini baada ya siku chache, mambo yalianza kubadilika. Kila kitu kilianza kwenda vibaya zaidi. Mama yangu alianza kuumwa bila sababu. Madaktari walishindwa kuelewa. Nilipopita mitaani, niliona kivuli cha Jafar mara nyingi, mara kinasimama, mara kinatoweka. Niliota ndoto za ajabu, ndoto za damu, ndoto za kelele za wanawake wakilia gizani. Kila siku nilihisi kama kuna kitu kinanivuta kurudi kwenye lile chama. Kama sauti ndani ya kichwa changu inayonong'ona. Sudi, ni hatua moja tu. Toa alichokupa upendo, upokee dunia nzima. Nilijaribu kupuuza, lakini kilio cha mama yangu kilipozidi, tamaa ikaanza kunishika tena. Nilihisi hofu, lakini pia nilianza kufikiria, labda ni lazima nitoe kitu ili tuishi vizuri. Hapo ndipo maisha yangu yalipoanza kushuka kwenye giza lisilo na mwisho. Siku zilizofuata baada ya kuona kile chama hazikuwa za kawaida kwangu. Nilikuwa kama mtu aliyefunguliwa macho yake kuona dunia nyingine. Wakati mwingine nilipokuwa kwenye basi au kwenye foleni ya Kariakoo, nilisikia sauti zisizo za kawaida zikiniongoneza. Sauti zilikuwa za kike na za kiume, zikisema maneno yale yale kwa upole. Toa upokee. Usiku mmoja nilipoamka, nilijikuta nikiwa nimesimama mlangoni kwa chumba cha mama yangu. Sikuwa najua hata nilivyoinuka kitandani. Mikono yangu ilikuwa baridi na nilishikilia kitu kisichokuwa changu, kisu cha jikoni. Nilipatwa na hofu kubwa, nikakimbilia bafuni, nikajifungia humo hadi asubuhi. Asubuhi mama yangu aliniangalia kwa wasiwasi. Mwanangu, kume nini? Alikuwa amechoka, macho yamevimba kwa usingizi mdogo, lakini bado alinipikia chai na maandazi kama kawaida. Sudi, kuna kitu kinakutesa? Aliuliza kwa upole. Hivi karibuni umekuwa mnyamavu sana. Nilimwangalia, nikashindwa kuongea. Nilijua siwezi kumwambia, anaweza kuwa kafara wa chama cha giza. Nilihisi fedheha na hofu. Nilitoka nyumbani nikiwa na mzigo mzito moyoni. Nilijaribu kumtafuta Jafar, nikamtumia ujumbe, nikampigia mara kadhaa. Alinijibu usiku ule ule. Kaka, bado unahangaika? Njoo tena pale pale uliponileta. Safari hii tutamaliza kila kitu. Nilikaa kimya kwa muda kabla sijamjibu.
Ndani yangu, vita ya tamaa na hofu ilizidi kuongezeka. Nilikuwa nimeshikwa na ndoto ya kuwa mtu mkubwa. Nilitaka kuacha umaskini. Lakini nilipomwangalia mama yangu, niliona mtu pekee aliyenipenda kwa dhati bila masharti. Nilianza kuhisi kama nimebanwa ukutani. Usiku uliofuata, ndoto zangu zikabadilika. Nilijiona nikiwa ndani ya chumba cheusi. Kulikuwa na meza ya mawe tena, na juu yake kulikuwa na chungu kilichowaka moto mwekundu. Sauti ya mwanaume ilinisema, "Unachelewa, Sudi. Mama yako yuko tayari. Sema neno moja tu, utachukua nafasi yako." Nilipoamka, niliona kitu kimechorwa kwenye ukuta wa chumba changu kwa damu ya kuku, nyota ile yenye macho katikati. Nilitetemeka. Nilijua hii haikuwa tena ndoto. Nilipoenda kazini siku hiyo, nilikuwa nimepata kibarua cha kubeba mizigo Kariakoo. Niliona tena gari la Jafar likinifuata kimya kimya, kisha kutoweka. Mara moja nilijua ninalazimishwa kurudi kwenye ule mlango wa giza. Siku 3 baadaye, hali ya mama yangu ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa amelazwa Muhimbili kwa sababu ya kushuka ghafla kwa sukari ya mwili. Nilikaa kando yake kitandani. Harufu ya dawa hospitalini ilichanganyika na harufu ya jasho la wagonjwa. Alinishika mkono wake dhaifu, akasema kwa sauti ndogo, "Mwanangu, usijali. Haya yote ni majaribu. Usikate tamaa, Sudi. Maisha ni safari ya imani." Machozi yalinijaa. Nilihisi kama mtu aliye na siri mbaya sana asiyoweza kuisema. Nilimkumbatia kimya, moyo wangu ukiwaka tamaa na hatia kwa wakati mmoja. Nilitoka nje ya wodi na kupiga simu kwa Jafar. Tafadhali, nisaidie. Sisemi uongo. Nilimwambia, "Sina nguvu tena. Mama yangu anaumwa. Kama kuna kitu cha kufanya, niambie sasa." Jafar akacheka kwa sauti ya ajabu upande wa pili wa simu. "Hapo ndipo unapoanza kuelewa, Sudi. Dunia haina huruma. Yuko pale hospitali, ni kweli. Lakini kama unataka kumtoa kwenye mateso na kuishi maisha bora, njooni usiku wa leo kwenye nyumba ile ile. Safari hii tutakupa kazi ya mwisho." Simu ilikata. Nilikaa kimya. Moyoni nikajua ninaelekea mwisho wa njia. Usiku huo nilivaa nguo nyeusi. Nilijiona kama mtu aliyekufa lakini bado anatembea. Nilimwambia dada yangu mdogo akae na mama hospitali. Nikadanganya kuwa nina kazi ya dharura. Nikachukua bajaji hadi Mabibo. Barabara zilikuwa kimya ajabu usiku ule. Hata upepo ulionekana kuacha kupuliza. Nilipofika kwenye nyumba ile yenye alama ya nyota, mlango ulikuwa wazi. Nilipoingia ndani, nilikuta wale wanaume 4 sasa, wote wakiwa wamefunika nyuso zao. Taa nyekundu iliwaka tena. Jafar alisimama katikati, sura yake ikiwa imechanganyika tabasamu na hofu. "Karibu, kaka yangu," alisema kwa sauti ya ajabu. "Safari hii hakuna kurudi nyuma. Chama kimekubali. Ukimaliza leo, maisha yako yote yanabadilika kesho." Nilihisi mikono yangu ikitetemeka. "Mnataka nifanye nini?" niliuliza. Mmoja wa wale wanaume alileta bakuli dogo lililokuwa na kitu cheusi kama mchanganyiko wa damu na udongo. Akanipa. "Tumia mikono yako kulamba hii. Hii itafungua macho yako. Halafu utatupa jina lake." Nilihisi kichefuchefu. Lakini tamaa ilikuwa kubwa. Nilichukua bakuli kwa mikono inayotetemeka, nikakinywa kidogo. Ndani ya sekunde chache, nilihisi kila kitu kikizunguka. Macho yangu yakabadilika, na niliona giza limejaa picha zisizo za kawaida, damu, nyoka, sura za watu wanaolia. Sauti ilisema tena, "Sema jina. Sema jina lake. Chukua dunia." Nilijua jina walilotaka ni la mama yangu. Nilifumba macho, machozi yakinitiririka. Nilijikuta nikilia kwa sauti, "Siwezi kumtoa mama yangu." Chumba kizima kilitikisika. Taa nyekundu ikazimika. Mmoja wa wale wanaume akaanguka chini, akalia kama mtoto. Sauti ya Jafar ikawa nzito zaidi. "Kama huwezi, utalipia kwa maisha yako, Sudi. Chama hakina huruma kwa wanaokimbia." Ghafla nilihisi kama kitu kimenikamata mabega. Niligeuka, nikakutana na macho mekundu yakinichoma kama moto. Mikono ya giza ikanitupa chini. Nilipiga kelele, nikahisi damu inachuruzika puani. Nilipoamka nilijikuta kando ya barabara karibu na Tabata, saa 9 usiku. Sikuwa najua hata nilivyotoka kwenye ile nyumba. Mavazi yangu yalikuwa na madoa ya damu na matope. Macho yangu yaliuma. Simu yangu haikuwepo. Nilihisi tumbo likicheza vibaya, nikatapika hadi mate pekee yakabaki. Nilitembea hadi hospitali ya Muhimbili nikiwa kama mlevi.
Nilipofika, nilimkuta mama yangu amelala kitandani, akionekana amepata nafuu kidogo. Alinipigia tabasamu dhaifu. "Mwanangu, ulikwenda wapi usiku huu?" Sikuweza kujibu. Nilikaa kitandani kando yake, nikashika mkono wake kwa nguvu. Nilijua nimeingia kwenye jambo ambalo halitatoka kirahisi. Lakini mambo hayakuishia hapo. Kuanzia siku hiyo, kila ninapotembea barabarani, watu walinigeukia kama wanajua siri yangu. Nikiwa ndani ya daladala, nilihisi macho ya abiria yananikodolea. Nikiwa kazini, mzigo mzito uliporomoka karibu nami bila sababu. Nikiwa nyumbani, milango ilijifungua yenyewe usiku. Na kila ndoto niliota, niliona uso wa mama yangu ukiwa unayeyuka kama nta, ukinieleza kwa sauti ya huzuni, "Sudi, kwa nini unanikaibisha mauti?" Nilianza kupoteza usingizi. Niliishi kwa kahawa na sigara. Nilianza kupoteza uzito. Na siku moja, nilipofika nyumbani, nilikuta barua ndogo chini ya mlango wangu. Ilikuwa imeandikwa kwa herufi za damu. "Kama hufanyi ulichotakiwa, utaleta nafsi yako. Chama hakina msamaha." Nilijua sasa sina budi kuchagua. Ama nitoe mama yangu kafara ili nipate utajiri na kuondoka kwenye maumivu haya, ama nibaki maskini na nipoteze hata maisha yangu mikononi mwa chama. Lakini ndani yangu, sauti ya mama yangu ilikaa ikininginia, ikinikumbusha kila mara aliponifundisha maombi nikiwa mtoto. "Usiuze nafsi yako kwa shilingi, mwanangu. Dunia itapita, lakini dhambi itabaki." Nilikaa kitandani, nikatazama picha ndogo ya baba yangu aliyefariki. Machozi yakadondoka. Nilijua kila kitu sasa kimepinduka. Sikuweza kuishi kama mtu wa kawaida tena. Nilikuwa kama mzimu unayetembea kati ya wanadamu, na ndani yangu kulikuwa na siri kubwa kuliko nilivyoweza kustahimili. Mama yangu aliendelea kuugua, na madaktari walishindwa kueleza kwa nini hali yake ilibadilika usiku na mchana. Wakati mwingine alikuwa mwenye afya njema, akizungumza, akicheka kidogo, lakini ghafla, saa chache baadaye, alikuwa analia kwa maumivu makali ya kifua. Vipimo havikuonyesha chochote. Daktari mmoja aliniambia, "Mwanangu, hii si ugonjwa wa kawaida. Huenda ni jambo la kiroho." Nilipoyasikia hayo, moyo wangu ulinigonga kwa nguvu. Nilijua wapi tatizo lilipo, kwenye kile chama cha giza. Usiku huo nilikaa nyumbani nikitafakari. Nilikuwa nimekaa kwenye kiti cha plastiki, taa ikiwa imezimwa, nikitazama kioo cha dirisha. Niliona uso wangu umebadilika. Macho yangu yalionekana mekundu, na kila nilipokumbuka uso wa Jafar, nilihisi hasira ikinipanda. Nilijua sasa sina cha kupoteza. Nilijiambia, kama hawa watu wanataka damu, basi watapata yangu, lakini si damu ya mama yangu. Nilihitaji msaada. Lakini msaada wa nani? Nilijua polisi hawataamini kitu kama chama cha siri cha giza. Nilijua rafiki yeyote niliyesalia naye angeniona kama mwenda wazimu. Ndipo nilikumbuka mtu mmoja, Mzee Ramadhani, mganga wa zamani ambaye aliishi Mbagala. Nilikuwa nimemsikia akitajwa miaka mingi iliyopita kuwa ni mtu wa mwanga, anayepambana na wachawi na mizimu ya damu. Siku iliyofuata, asubuhi, nilisafiri kwenda kwake. Nilifika nyumbani kwake, nyumba ya udongo yenye paa la bati lililochakaa. Nilipiga hodi, nikasikia sauti ya kiume yenye nguvu. Mzee Ramadhani. Is that you? Karibu mwanangu. Karibu nyumbani, mwanangu. Nilijua utakuja leo. Nilishtuka. Niliingia ndani, nikakuta mzee mwenye ndevu nyeupe, macho yake yakiwa kama yanang'aa gizani. Alikuwa amevaa kanzu nyeupe, mikononi akiwa ameshikilia fimbo ya mianzi. "Umecheza na moto, Sudi," alisema kabla sijamwambia chochote. "Umekanyaga mipaka ya dunia mbili. Unahitaji toba, lakini kwanza lazima uvunje mkataba." Nilikaa kimya, machozi yakanijaa. Nilimwambia kila kitu, kuanzia jinsi nilivyokutana na Jafar, hadi usiku ule wa damu, hadi mama yangu kuanza kuugua. Nilipomaliza, Mzee Ramadhani alitikisa kichwa polepole. "Hawa watu si wa kawaida. Wametumia nguvu za agano la damu. Na damu hiyo imeshika familia yako. Wamechukua sehemu ya roho yako kupitia ile damu uliyokunywa. Hiyo ndiyo inawapa nguvu juu yako." "Naweza kufanya nini?" Niliuliza kwa sauti ya hofu. "Kuna njia moja pekee," alisema. "Lazima urudi kwenye nyumba yao usiku wa mwezi mpevu. Uingie ndani ukiwa na damu yako mwenyewe. Utamimina damu hiyo kwenye sakafu yao ya mawe na kusema maneno ya kukataa agano. Lakini kumbuka, watakuja, watapigana na watataka kukumaliza." Nilitetemeka. "Naweza kufa?" "Ndiyo."
lakini kama hutafanya hivyo, utakufa taratibu na mama yako atachukuliwa kabla yako. Nilijua sina chaguo. Mzee Ramadhani alinipa chupa ndogo yenye maji ya rangi ya dhahabu. Ukisikia sauti zao, nyunyiza haya maji. Yatakuweka hai kwa muda. Nilishika chupa ile kwa nguvu. Nilijua hii ilikuwa vita yangu ya mwisho. Usiku uliofuata ulikuwa wa mwezi mpevu. Nilitembea kutoka Temeke hadi Mabibo nikitembea kwa miguu, mwili wangu ukiwa na hofu lakini roho ikijaa hasira. Nilipofika kwenye nyumba ile, nilishangaa, ilikuwa imeonekana tena, ingawa nilifikiri imepotea. Geti lilikuwa limefunguliwa, taa nyekundu zikionekana ndani kama siku ya kwanza. Nilivuta pumzi, nikaingia ndani. Ndani kulikuwa kimya. Hakukuwa na mtu, lakini harufu ya damu na uvumba ilikuwa hewani. Nilikumbuka maneno ya mzee Ramadhani. Nikachukua kisu kidogo nilichokuwa nacho na kuchana kiganja changu. Damu ilimwagika. Niliimimina kwenye sakafu ya mawe na kusema, naikataa damu ya giza, naivunja roho ya agano hili. Kwa jina la damu yangu, naacha tamaa, na wachukue walicholeta. Ghafla upepo mkali ukavuma ndani ya nyumba. Taa nyekundu zikazimika. Kelele zilianza kutoka kila kona, sauti za wanaume na wanawake wakilia, wakicheka kwa sauti ya uovu. Niliona kivuli cha Jafar kikiibuka mbele yangu, macho yake yaking'aa kama moto. Umedharau baraka, Sudi, aliongea kwa sauti nzito. Ungekuwa tajiri, ungekuwa mtu mkubwa, sasa utakuwa majivu. Sitaki mali zenu za damu, nilipiga kelele. Nilinyunyiza yale maji ya dhahabu mbele yake. Kivuli chake kililia kwa maumivu. Kikaanza kuyeyuka kama nta. Lakini kabla kiondoke kabisa, nilihisi kitu kikikamata shingo yangu nyuma. Niligeuka, mmoja wa wale wanaume waliokuwa wamefunika nyuso zao alikuwa amenishika kwa nguvu. Nilipambana naye, nikampiga na chupa ya maji yaliyosalia. Alilia, akatoweka kama moshi. Nilijua vita haijaisha. Macho yangu yaliona maumbo makubwa ya giza yakizunguka ukutani, yakilia kama wanyama wa porini. Nilikimbilia mlangoni, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Nilikumbuka maneno ya mzee Ramadhani. Kukimbia si suluhisho, lazima useme maneno ya mwisho. Nilipiga magoti, nikiwa bado natokwa damu mkononi. Nikafumba macho, nikasema kwa sauti yote, Mungu wa mwanga, kama bado unaniona, niokoe mimi na mama yangu. Natubu tamaa yangu, na ikataa dunia hii ya giza. Wachukue chochote, lakini si roho ya mama yangu. Giza lote lilitikisika, kelele zikapungua taratibu. Nilihisi kama upepo wa baridi unapuliza ndani ya moyo wangu. Taa zote zikazima na nikajikuta nikizirai. Nilipoamka, nilikuwa hospitali. Nilikuwa nimefungwa bandeji mkononi. Dada yangu mdogo alikuwa kando yangu, akilia kwa furaha. Umeamka? Tulifikiri umekufa. Mama yuko wapi? Niliuliza kwa sauti dhaifu. Amepata nafuu ghafla jana usiku. Madaktari wamesema ni miujiza. Nililia kimya. Nilijua kilichotokea. Nilijua agano la damu lilikuwa limevunjwa. Lakini siku 3 baadaye, nilipokuwa nikitembea Kariakoo, niliona kitu kilichonisimamisha moyo. Gari jeupe lilipita taratibu mbele yangu, Prado ile ile ya Jafar. Nilisimama nikitazama. Dirisha likashuka kidogo, ikamuona, alikuwa pale, akicheka kimya. Kisha akainua mkono wake, akanionyesha alama ya nyota yenye macho katikati, kisha gari likatoweka. Nilitetemeka. Nilijua jambo moja tu, nilikuwa nimevuka mstari. Na hata kama nimevunja agano lao, walijua mimi ndiye aliyewasaliti. Usiku uliofuata niliporudi nyumbani, nilikuta karatasi chini ya mlango wangu. Ilikuwa imeandikwa maneno machache tu kwa damu kavu. Damu haijawahi kusamehe. Utalipa kwa kizazi. Nilihisi baridi kali ikipenya hadi ndani ya mifupa. Nilihisi dunia nzima imenitazama. Lakini ndani yangu nilijua, sijutii. Nilichagua uhai wa mama yangu badala ya mali ya shetani. Baada ya wiki chache nilianza kuhisi maisha yanarejea taratibu. Mama yangu alikuwa mzima kabisa sasa. Alionekana hata mwenye nguvu kuliko awali. Alirejea kuuza chakula pale Kariakoo, akicheka na wateja wake kama zamani. Nilipokuwa nikimwangalia nilihisi furaha na pia huzuni. Furaha kwa kuwa yuko hai, huzuni kwa kuwa nilijua giza bado halijaondoka kabisa. Nilijitahidi kuanza upya. Nilianza kuuza matunda karibu na shule moja Tabata. Siku za kwanza zilienda vizuri. Nilianza kuhisi amani kidogo. Lakini kila nilipoketi peke yangu, nilihisi kama kuna macho yananiangalia. Nilipoingia ndotoni, nilihisi sauti ikinong'ona tena.
Damu haijakukubali bado. Siku moja asubuhi nilipokuwa nikiandaa matunda yangu, niliona kijana mmoja akija kuniuliza bei. Nilipomwangalia kwa karibu nilishtuka. Sura yake ilikuwa kama Jafar, lakini kijana mdogo, macho yake mekundu kidogo. Aliniangalia kwa tabasamu la ajabu akasema, "Unafikiri ulishamalizana nasi?" Nilishtuka. "Wewe ni nani?" Alicheka kwa sauti ndogo, kisha akaniambia kwa Kiswahili cha ajabu, "Kivuli hakikufi, kinarudi kwa vizazi." Kabla sijamjibu alitoweka katikati ya umati wa watu. Siku hiyo usiku, nilirudi nyumbani nikawa nimechanganyikiwa. Mama yangu aliniangalia kwa wasiwasi. "Mwanangu, kuna nini? Umekuwa ukilala vibaya." Sikumwambia. Sikutaka kumtia hofu tena. Nilijua hii ilikuwa vita yangu peke yangu. Wiki 2 baadaye mambo yalizidi kuwa mabaya. Kila usiku nilipoenda kulala niliona ndoto ile ile. Nyumba ya mawe, chungu kilichowaka moto, na macho mekundu yananitazama. Lakini safari hii niliona sura ya Jafar waziwazi. Alikuwa akisema, "Ulinisaliti, Sudi. Ulinifanya nipoteze baraka za damu. Sasa damu yako na damu ya mama yako ni deni la chama." Kila nilipoamka asubuhi, nilikuta alama ndogo ya nyota ikichorwa kwa chaki mlangoni kwangu. Kila nilipoifuta, kesho yake ingeonekana tena. Nilienda tena kwa mzee Ramadhani kumweleza yote. Aliniangalia kwa macho mazito. "Nilikuonya, kijana. Watu hawa hawachoki haraka. Umewanyang'anya kafara yao. Sasa wanataka kulipiza kisasi. Lakini bado una nafasi moja ya mwisho, kuondoka hapa au kukabiliana nao kwa vita ya mwisho." "Niondoke wapi?" Niliuliza kwa hofu. "Utatoroka mji, uende kijijini kwa muda. Lakini kama utaamua kukabiliana nao, lazima uwe na moyo wa simba." Nilikaa kimya. Nilimfikiria mama yangu. Siwezi kumwacha mama. Kama nitakufa, nife nikiwa na mlinda. Nitakabiliana nao. Mzee Ramadhani alitikisa kichwa, kisha akaniambia, "Basi jifunge. Usiku wa leo, saa 6 kamili, mwezi utakuwa umekamilika. Watakuja tena. Ukiona kivuli chao, usiogope. Tumia imani yako." Alinipa hirizi ndogo iliyotengenezwa kwa ngozi ya kondoo na kufungwa kwa uzi wa manjano. Hii siyo hirizi ya uchawi, ni alama ya imani. Ikiwa moyoni mwako umesamehe, umekataa tamaa, hii itakuwa ngao yako. Nilishika ile hirizi kwa nguvu. Nilijua vita ilikuwa imefika. Usiku huo nilikaa sebuleni nyumbani kwangu Temeke. Mama yangu alilala chumbani kwake, akiwa hajui kinachoendelea. Taa zote nilizima. Nilikaa na macho yangu nikitazama dirisha. Saa ilipofika saa 6, upepo mkali ukaanza kupuliza. Dirisha likapiga kwa nguvu. Paka wa jirani wakaanza kupiga kelele kama wamepigwa. Ghafla, chumba changu kilijaa harufu ya uvumba wa damu. Taa zote zilizo mbali zilianza kufifia. Niliona kivuli kikubwa kikiingia dirishani. Ilikuwa sura ya Jafar, lakini haikuwa ya kibinadamu tena. Macho yake yalikuwa makubwa mekundu, meno yake yakiwa marefu kama ya mnyama. Sauti yake ikawa nzito. "Umechagua vita, basi upate vita, Sudi." Vikosi vya vivuli vilianza kuzunguka ukuta. Nyumba yote ikawa giza. Mama yangu aliamka akilia chumbani. "Sudi, kuna nini? Usitoke chumbani, mama." Nilipiga kelele. Nilivaa ile hirizi shingoni. Nikaweka chupa ndogo ya maji ya dhahabu mezani. Nilipiga magoti, nikaanza kuomba kimoyomoyo. "Mungu wa mwanga, nilinda mimi na mama yangu. Sijutii tena tamaa yangu. Ninakataa damu ya giza." Kivuli cha Jafar kilikaribia, kikijaa hasira. Vikosi vyake vilipiga ukuta, milango ikawa inatikisika. Nilinyunyiza yale maji juu ya sakafu. Kivuli kililia kwa sauti ya ajabu, kikiungua kidogo kama moshi. "Hii siyo imani ya kweli, hii ni hofu," kilisema. "Damu ni deni lisilolipwa." Nilishika hirizi yangu kwa mikono yote miwili. Nilipiga kelele, "Sitaki mali zenu. Sitaki damu yenu. Msogee mbali na mama yangu." Ghafla nikaona mwanga mkali ukitoka kwenye hirizi. Mwanga huo uliangaza chumba kizima kama jua la ghafla. Kivuli cha Jafar kililia kwa maumivu. Vikosi vyake vikatoweka moja baada ya kingine. Lakini Jafar hakuondoka mara moja. Alinitazama kwa macho ya huzuni. Kisha akasema kwa sauti ya chini ya ajabu, "Umejua siri ya mwisho, Sudi. Mimi nilifanya nilichofanya kwa tamaa, sasa mimi ni mfungwa wa damu hii. Lakini wewe umevunja mkataba kwa uhai wa mama yako. Usisahau, tamaa ni jela ya roho." Kisha akatoweka kama moshi, akipaa juu ya dari, na giza likapungua taratibu. Dirisha likafungwa lenyewe, upepo ukakoma.
Nyumba ikarejea kimya. Nilikaa pale sakafuni nikiwa nimechoka sana, jasho likinitiririka. Mama yangu alitoka chumbani akilia, akaniangalia. Mwanangu, kumetokea nini? Nilihisi kama nyumba inatetemeka. Nilimkumbatia kwa nguvu. Mama, imekwisha sasa. Lakini moyoni nilijua, vita hii imenifundisha somo kubwa zaidi maishani. Siku zilizofuata zilikuwa za ajabu. Hakukuwa tena na ndoto za giza. Alama ya nyota ilikoma kuonekana. Mama yangu aliendelea kupona na kurejea hali yake ya kawaida. Nilianza tena biashara yangu ndogo. Nilikuwa maskini bado, lakini nilihisi kama nimepata kitu bora zaidi, uhuru wa roho. Lakini nilijua pia, giza linaweza kurudi kwa mtu yeyote anayekubali tamaa. Nilijiambia kuwa kila siku nitajikumbusha haya maneno. Mali ni kivuli, roho ni mwanga. Miaka 2 imepita tangu usiku ule wa vita. Kila mara ninapokumbuka, mwili wangu hujawa na baridi. Lakini pia ninapata nguvu mpya, kwa sababu najua nilichagua uhai na mwanga badala ya mali na giza. Sasa nina duka dogo la kuuza matunda na juisi pale Temeke. Si biashara kubwa, lakini inanilisha mimi na mama yangu. Mama anaendelea kuuza chakula chake cha mchana, na sasa dada yangu mdogo ameanza chuo. Tunaishi maisha ya kawaida, bila anasa, lakini na amani. Watu wengi wanaopita dukani kwangu hushangaa kwa nini sijaendelea kama marafiki zangu. Wengine wananisemea pembeni kuwa Sudi alikosa bahati. Lakini wanachokosa kujua ni kuwa mimi niliona dunia mbili. Dunia ya giza na dunia ya mwanga. Nilijua bei ya tamaa. Nilijua mali ya haraka inaweza kubeba damu na machozi ya watu usiowaona. Siku moja asubuhi nilipokuwa nasafisha duka langu, mama yangu alikuja na kahawa ya moto. Alikaa pembeni yangu, akaniangalia kwa macho ya upendo. Mwanangu, siku zote nilijua kuna kitu ulikuwa unapitia, lakini sikuweza kukuuliza. Na ninashukuru Mungu kwa sababu leo tuko hai. Hii ni baraka kubwa kuliko mali zote. Nilimwangalia nikitabasamu. Mama, nilijifunza kitu muhimu. Dunia inatupa majaribu ya kila aina. Watu wanataka pesa ya haraka, heshima ya haraka. Lakini kitu cha thamani zaidi ni roho ya mtu. Mali itapita, lakini roho ikiharibiwa, hakuna kinachoweza kuirudisha. Mama yangu alinipapasa bega. Umesema kweli mwanangu. Tamaa ni sumu ya moyo. Hata shetani anaitumia hiyo tamaa kuwapata watu. Nilishusha pumzi ndefu, nikakumbuka uso wa Jafar. Nilijiuliza bado anaishi au amemezwa kabisa na giza la chama kile. Nilimwombea kimoyomoyo kama bado yuko hai, apate nafasi ya kuponywa. Baada ya muda, watu walianza kuja dukani kwangu kuuliza ushauri. Wengine walikuwa vijana wa mtaa walioshikwa na tamaa ya kupata pesa za haraka. Wengine walikuwa wamama waliokuwa wakihangaika kutafuta msaada. Nilianza kuambia hadithi yangu kidogo kidogo, si kwa undani, lakini kwa funzo. Kuna njia nyingi za kufanikisha maisha, niliwaambia, lakini si kila njia ni salama. Ukiona mtu anakuahidi utajiri wa haraka bila kazi halali, uliza bei yake ni nini. Wengine bei hiyo ni roho yako au roho ya mpendo wako. Dunia haina kitu cha bure. Kila niliyesema naye alikaa kimya, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Baadhi waliondoka wakiwa wametulia zaidi, wengine wakinitazama kama mtu mwenye siri. Lakini mimi sikujali. Nilijua nilichokiona na nilitaka kuepusha wengine kuangukia shimo lile nililokuwa karibu kuangukia. Siku moja jioni nilipokuwa napanga matunda, kijana mmoja alikuja. Alikuwa na sura ya uchovu, macho yake yamejaa tamaa na huzuni. Aliniuliza kwa sauti ndogo, "Kaka, kuna chama fulani mjini kinanihimiza kujiunga. Wanadai nikipita masharti yao nitakuwa tajiri. Na mimi sina chochote. Unadhani nifaneje?" Nilimwangalia moja kwa moja machoni. Nilimvuta pembeni, nikamkalia. Nikamuuliza, "Wanakutaka utoe nini?" Alinitazama, akasema kwa sauti ya hofu, "Wamesema lazima nitoe mtu wa familia kafara." Nilihisi moyo wangu unagonga. Ilikuwa kama kurudi nyuma kwenye maisha yangu ya zamani. Nilimshika bega kwa nguvu nikamwambia, "Usithubutu. Hiyo ni njia ya giza. Hautapata amani. Utajiri wa damu una mwisho mbaya." Niliona kwa macho yangu. Nilikuwa karibu nifanye hivyo kwa mama yangu, lakini nikakataa. Leo nipo hai kwa sababu nilikataa. Kijana yule aliniachia machozi. Lakini nitafanyaje? Kuna njia nyingi za kufanikisha maisha halali. Hata kama ni polepole, angalau ni salama. Tamaa ya haraka ni mtego. Alinipigia magoti pale pale akilia. Nilimkumbatia. Nilijua roho nyingine imeokolewa. Usiku ule niliporudi nyumbani,
Nilikaa kwenye roshani ndogo ya nyumba yetu. Nilitazama juu, mwezi ukiangaza angani. Nilihisi upepo wa baridi ukipita. Nilijiuliza kama bado kuna macho mekundu yananiangalia mahali fulani. Lakini moyoni nilihisi amani. Nilijiambia maneno yale yale niliyosema usiku wa vita. Sitaki mali za giza. Sitaki tamaa. Nataka mwanga. Miaka 5 baadaye nilikuwa na biashara kubwa zaidi, lakini si biashara ya damu. Nilikuwa na duka la juisi na matunda lililokuwa haraka kwa bidii yangu na imani. Mama yangu alikuwa akiniangalia kwa tabasamu, sasa akiwa mzee na mwenye furaha. Dada yangu alimaliza chuo, akawa mwalimu. Nilisimama mbele ya duka langu siku moja. Nikawa naandika kwenye bango dogo maneno ya mafunzo niliyoyaona yamenibeba kwa miaka yote. Usiogope umaskini, ogopa tamaa. Mwanga wa roho ni bora kuliko dhahabu ya giza. Mpaka kufikia hapa ndio mwisho wa stori yetu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye simulizi hii. Weka maoni yako kwenye komenti, like pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia.